Mtazamaji, karibu sana katika masimulizi ya leo. Leo tutazungumzia maisha ya Idi Amin Dada, kiongozi aliyeaminika kula nyama ya binadamu. Karibu sana, jina langu ni Godwin the Newsman. Katika bara la Afrika kumekuwepo viongozi katili, lakini hakujawahi tokea kiongozi katili kama Idi Amin Dada. Idi Amin Dada Dume alitokea katika kabila la Kakwa, kabila kutoka eneo la Jangwa nchini Uganda. Amin alizaliwa mwaka wa 1125 na baada ya kuzaliwa, jambo la kushangaza ni kwamba baba yake alitoroka na kumtelekeza mama yake, wakati huo Idi Amin akiwa mdogo sana. Jambo usilolijua ni kwamba inasemekana kuwa mama yake Idi Amin alikuwa akishiriki mambo ya uchawi na alimlea Idi Amin peke yake bila baba. Na ili kupata maisha mema, mama yake Idi Amin alienda na kuishi na mzungu mmoja wa kikoloni, lakini alisumbuliwa na wanajeshi wengine hadi akatimuliwa. Amin alipohitimu umri wa miaka 18, Amin alikuwa mpishi akiwa anawapikia wazungu wanajeshi wa serikali ya ukoloni. Idi Amin alipandishwa ngazi kwa kasi sana, na hivyo pengine ni kutokana na bidii aliyokuwa nayo kazini. Miaka michache baadaye, akiwa mpishi, Amin ambaye alitoroka shule akiwa darasa la 4 alipandishwa daraja na akawa ofisa mweusi wa pekee katika kikosi cha ukoloni. Baada ya Uganda kupata ukombozi na wazungu kuondoka mwaka wa 1962, umaarufu wa Idi Amin ulizidi na akawa komanda wa jeshi ya Uganda chini ya aliyekuwa Rais Milton Obote. Itakumbukwa wakati wa uongozi wa Milton Obote, Idi Amin alizingirwa na kashfa nyingi za ufisadi kila kuchao, huku Obote naye akifanya nchi ya Uganda kuwa taifa la chama kimoja. Baadaye wananchi walichoka sana na walianza kutaka mageuzi, na hivyo Idi Amin alipata upenyo. Tarehe 25 Januari mwaka wa 1971, Idi Amin alitumia wanajeshi na kumng'oa Obote madarakani. Wakati huo Obote alikuwa amesafiri kwenda Singapore kwenye mkutano wa Jumuiya ya Madola. Amin alipoingia madarakani, alipokelewa kwa shangwe na wananchi waliokuwa wamechoka na uongozi wa Obote, wasijue kilichokuwa kinawasubiri. Akiwa mwenye mamlaka, alikuwa na lengo la kuwapa kichapo wazungu, jambo lililowaacha wengi vinywa wazi. Idi Amin alikuwa na wazungu 4 waliombeba kwenye kiti alichokalia. Amin pia alijilimbikizia tuzo kuu ya British Army na kujipa sifa sufufu. Jambo jingine usilolijua ni kwamba Amin alijibandika majina makuu na alijitaja kuwa rais wa milele, mfalme wa Scotland na mfalme wa wanyama wote wa ardhini na samaki wa baharini.
Katika utawala wa Idi Amin wa miaka 8 aliwaua zaidi ya watu 300,000, na hii ni ishara ya nguvu nyingi za utawala wake wa enzi hizo. Idi Amin alianza kuua watu aliohisi kuwa maadui kwake. Akaagiza wanajeshi waliokuwa waaminifu kwa Milton Obote kuuawa, na si hayo tu, hata kabila la Obote la Lang'o likawa tishio kwake, na hivyo watu wengi wa kabila la Lang'o waliuawa kikatili. Mili ya watu waliouawa ilikusanywa kwenye malori na kutupwa kwenye maporomoko ya mto Nile. Maajabu sana. Idi Amin alizidi kutumia pesa za taifa kiholela, na hivyo nchi ya Uganda ikawa nchi maskini sana na ikawa sawa na jehanamu. Jambo la kushangaza ni kwamba Idi Amin hakufanya mauaji kwa siri, bali mchana hadharani, hadi kupeperushwa live kwenye runinga. Ili kuimarisha kikosi chake, Idi Amin alisajili vijana wengi kutoka kabila lake, na hii ilikuwa njia mojawapo ya kujenga uaminifu katika jeshi lake. Si hayo tu, Idi Amin aliwapa vijana hawa vibali vya kuwaua watu watakavyo bila kuulizwa swali lolote na mtu yeyote. Idi Amin alikuwa na wanawake wengi sana, na ilisemekana kuwa alikuwa ameoa wanawake 5. Jambo la kushangaza ni kuwa Idi Amin alikuwa na zaidi ya watoto 40. Mwaka wa 1972, Idi Amin alianza chuki kwa Waingereza na Waisraeli pamoja na watu waliokuwa na urafiki wa karibu na mataifa hayo. Uadui wake kwa Waisraeli na Waingereza unasemekana ulitokana na mataifa hayo kukataa kumuuzia silaha za vita. Uhasama huu ulimfanya Amin kuwatimua kutoka Uganda wazungu na Wahindi mnamo Agosti tarehe 4 mwaka huo wa 1972, na aliwapa muda miezi 3 pekee ili kuhama Uganda. Mtazamaji wangu, sasa mwaka wa 1978 kulitokea kobe aliyeweza kutabiri, na kobe huyo alitabiri kuwa Idi Amin angeng'olewa mamlakani. Hofu sasa ilimjaa Amin kiasi cha kubadilisha magari yake ya kusafiria, walinzi na hata kulala kusikojulikana. Alipenda sana kuua watu, lakini yeye mwenyewe aliogopa sana kifo. Mwaka wa 1977, Idi Amin alipomuua Askofu Janani Luwum na mawaziri wake 2, hapo ndipo utawala wake ulianza kutikiswa. Wafuasi wake wakaanza kupungua na wengine kutorokea nchi jirani ya Tanzania. Jambo hili lilimfanya Amin kuchukia nchi ya Tanzania. Mwaka wa 1974, Idi Amin Dada alisema kuwa mkoa wa Kagera nchini Tanzania ni mali ya Uganda, na hapo ndipo fujo zilizuka baina ya Uganda na Tanzania. Julius Nyerere alituma kikosi chake mnamo Januari mwaka wa 1979. Kikosi chake kiliungana na jeshi la ukombozi la Uganda, jeshi lililokuwa na kina Milton Obote, Tito Okello na Yoweri Museveni pamoja na wengine wengi.
Vita hivyo vilidumu hadi Aprili mwaka wa 1979 wakati jeshi liliweza kumng'oa madarakani Idi Amin Dada. Baada ya kung'atuliwa mamlakani, hofu aliyokuwa nayo Amin ilimfanya kutokomea mafichoni, na kwanza alienda Libya kwa rafiki yake Muammar Gaddafi, kisha baadaye akaenda Saudi Arabia. Tarehe 19 Julai mwaka wa 2003, mke wa 4 wa Idi Amin, Nalongo Madina, aliripoti kuwa Amin alikuwa akiugua na alikuwa kwa koma akipumua kwa mashine. Amin alikuwa amelazwa katika hospitali ya King Faisal Specialist iliyoko Jeddah, Saudi Arabia, na figo zake zilikuwa zimefeli kufanya kazi. Mkewe alimsihi Rais Yoweri Museveni, rais wa Uganda, kumpa ruhusa ya Amin kurudishwa nchini Uganda, lakini Museveni alisema Amin alistahili kujutia dhambi zake. Baada ya kutumia mashine ya kupumua kwa majuma kama 3 hivi, hatimaye familia ya Amin iliamua kuzima mashine iliyokuwa ikimsaidia kupumua, na hivyo Idi Amin Dada aliaga dunia mnamo Agosti tarehe 16 mwaka wa 2003. Amin alizikwa katika makaburi ya Ruwais huko Jeddah, kwenye kaburi lisilo na madoido mengi. Hakika hiyo ndiyo historia ya alikuwa rais na dikteta wa Uganda, Idi Amin Dada. Jina langu ni Godwin the Newsman.